halmashauri ya wilaya ya Mkuranga, kata ya Mkuranga, na hususan tumekuja kutembelea vile vile wananchi wa kata hii ya Mkuranga. Tusikilize maoni yao kuhusu diwani wao, maana wana diwani kijana. Nini maoni yao? Ndugu, karibu. Asante. Kwa majina naitwa Sebastian Mikwaya, ni mkazi wa kata ya Mkuranga, kijiji cha Mkuranga na kitongoji cha Kigozi. Mimi kwa upande wangu, kwa maoni, jambo la kwanza, nimefurahi sana kuona kijana mwenye umri mdogo amechukua madaraka makubwa ya kuiongoza kata ya Mkuranga. Ni kiongozi tegemezi kwa vijana, lakini pia kwa wananchi wa kata ya Mkuranga wana faraja kumpata kiongozi kijana. Hapo mwanzo tulikuwa kama tuna mashaka kuona kijana anawezaje kuongoza kata. Kata ina wakazi wengi, kata ina watu ambao wakubwa, kata inabeba jina la Mkuranga, inawakilisha wilaya, kwa sababu ukizingatia ofisi zote za kiwilaya, huduma ya hospitali, mahakama, polisi na hata ofisi ya chama wilaya iko kwenye kata hii. Nilikuwa nawaza kwamba kijana anawezaje, lakini baada ya kumfuatilia vizuri kwenye mikutano yake, kwenye hadhara zake, nimegundua ni kijana mwenye utambuzi na kuelewa matatizo na changamoto za wana kata Mkuranga. Na moja ya kitu ambacho nimefurahi sana, ile hadha ya kiwanda kinachotoa harufu kifika saa 12 jioni. Yeye kama kiongozi alikwenda pale, akaona hii ni hadha kwa wananchi wake, akaipambania na kile kiwanda sasa hivi kimesimamisha uzalishaji. Lakini pia kitu kingine ambacho nilifurahi zaidi, kuona vijana wenzangu wanaofanya kazi viwandani, kuna miongoni alipata changamoto, kiwanda kikashindwa kumthamini kupata stahiki zake, lakini kiongozi kijana, diwani shupavu alifika eneo lile akamsimamia, na kwa taarifa nilizo nazo yule kijana amepata matibabu na stahiki zake na anaendelea na majukumu ya kazi. Habari yako? Nzuri, habari za leo? Safi. Majina? Naitwa Mazani Mekidadi Ali Ngunde, ni mkazi wa kitongoji cha Mwayani, kijiji cha Kibamba. Asante. Mama, tumepata katika kata hii ya Mkuranga amepatikana kijana shupavu, mkakamavu, kijana mdogo, diwani wa kata hii. Unamuonaje katika utendaji wake kazi mpaka hivi sasa? Kwa kweli kijana apewe maua yake. Tena apewe maua yake kweli kweli, kwa muda mchache tu mambo anayofanya, tuna imani naye na tuna imani anatutoa katika giza. Na tuna imani tunakokwenda huko ni kuzuri. Bwana huyu anatujali na anaangalia jicho lake kila pande kutusaidia na kutuweka sawa. Hivi sasa hivi tuna mpango wa sisi, miaka kibao tunalalamika kuhusu mlima wetu, lakini tumepata taarifa ya kuwa tunaanza kutengenezewa hapo, kuwekwa mitaro, na hatujawahi kusikia kitu kama hicho sisi. Na hatujawahi kusikia matumaini ya njia yetu. Lakini alikuja akatutembelea, akaangalia vyote na akaona kwamba sisi tumeathirika sana kimaendeleo. Kuna shule shikizi inajengwa huko, kasema anataka imalizwe haraka sana na watoto mwaka huu waanze kusoma. Kwa sababu aliojenga wameishia nusu na hajamaliza chochote na hakuna chochote kilichofanyika. Kwa hiyo amejipanga kwa hilo na kuweza kuimaliza shule shikizi ya watoto wanakwenda umbali mrefu kwenda kusoma, watoto wadogo. Kwa hiyo amesema kwamba hili jambo ni changamoto katika kitongoji chetu, na shule imeanza lakini iliachwa tu haijamaliziwa. Anataka kutumalizia shule yetu na pia atakwenda kutengenezea njia yetu, na tuna sekondari inaanza kujengwa. Sawa. Kata ya Mkuranga ni kubwa sana. Hiyo umeizungumza, sekta moja ya kielimu. Vipi katika upande wa afya, michezo pia? Kwa upande wa afya tunayo hospitali. Bado yeye hajaweza kwenda kusemea kwenye hospitali, kwanza kaanza sehemu ngumu zilizoachwa ambazo hazijafanywa kazi. Ameshafika kutizama? Ameshafika, katizama kote mazingira. Katizama mazingira, na pia kuna wamama wamemlalamikia kuhusu swala la maji, na hilo pia kalipokea. Tunasubiri utekelezaji kwa sababu tayari kashalibeba hilo la kuhusu maji kwetu. Nini kilikuaminisha ukaona kwamba kijana tukimweka mbele anaweza akatupa mafanikio? Kijana kwanza nguvu kazi. Kijana ni nguvu kazi, na kijana anajali na anataka kwamba yeye kama kijana anataka aonekane ufanisi wake na kila kitu. Lakini tukaa wazee unaweza ukasema kwamba
ukachukulia tu umedharau jambo, lakini kijana anataka kwanza muonekano. Na anataka yani kijana ni nguvu kazi kuliko mwingine. Sisi tuna imani naye kubwa. Watu sote tuna imani naye na ndio maana tukamtaka. Ushirikiano anao. Anaweza akasikia tu kwamba mna kikao sehemu, basi akijua mnapomuita kwenye kikao hakosi kufika. Na atakuja hata kama ana jambo gani, anajali anapoitwa na kwenye vikao. Na jingine kwamba au anapita kutembelea, hata semi anapita kutembelea, akikuta kuna jambo anaenda anajishirikisha. Mimi kwa majina naitwa Abdallah Muhammad Mweyo, ni mjumbe wa shina namba 4 katika kitongoji cha Mwayani. Sawa. Na wewe ni mjumbe wa shina namba 4 katika kitongoji cha Mwayani. Mzee, tumepata diwani mpya katika kata yetu. Naam. Maoni yako yakoje kwa diwani? Niseme kwamba kwa maoni yangu mimi nilivyoona katika mtazamo wangu kwamba ni vizuri kama tulivyompokea na alivyochaguliwa, na utekelezaji na jitihada inayoonyesha au tuliyoiona mpaka hivi sasa kwamba kuna muonekano wa kuonekana kwamba tunaona mabadiliko siku za usoni. Nini kilikuaminisha kwamba na ukaona sasa kufika mahala katika kata yetu tupate kijana ili wa kutusongesha? Unajua dunia leo ni mabadiliko yanatakiwa. Mabadiliko ya vijana kwa kazini ni vizuri zaidi, na sisi watu wazima nyakati zetu kwa kweli zimepita. Na kama zimepita hivi sasa, nguvu ya vijana ndio inatakikana kufuatilia kwenye mikiki, na kama ninavyoonekana kama nilivyoelezea kwamba alivyokuja kujinadisha tukamwona maelekezo yake, na kuna utekelezaji mchache wa hivi sasa ambao tunauona kwamba unaelekea kuleta mabadiliko. Hapa tunaye mheshimiwa, atajitambulisha kwa majina ili kusikiliza maoni yake. Karibu. Asante. Mimi kwa jina naitwa Malesa Joseph Ambrosi. Mimi ni mwana kijiji wa kijiji cha Kibamba, kitongoji cha Mwayani. Asante. Wewe kama mwana kijiji, pia mwanakata wa kata hii ya Mkuranga, baada ya kupata diwani kijana kabisa katika kata hii, kata mama, kata ya Mkuranga, mtazamo wako upo? Mimi mtazamo wangu ni kwamba maadamu tumeshapata diwani kijana, na sisi wenyewe umri kidogo umeshaenda sasa, kwa vile yeye ni kijana lazima aone uchungu wa maendeleo ya wilaya yake ya Mkuranga pamoja na vitongoji vyake. Kwa mmoja wapo hasa kabisa katika kitongoji chetu cha Mwayani. Kipindi kile cha kampeni alipokuja, tulimwambia maneno ambayo hata yeye mwenyewe nadhani atakaa kichwani mwake, na yamekaa kichwani mwake. Kigumu kabisa ni kuhusu mlima wa Mwayani. Huo mlima sisi ni kero. Alafu hiyo ni kero kubwa, yani kiasi kwamba manake tunaanza kutaka kuwarisisha pamoja na watoto sasa. Akishaona mlima tu ile anakuambia amepanda pikipiki, nishusha hapa usipande nitaanguka. Hiyo inakuwa ni kero kubwa sana. Pindi atakapoutengeneza mlima ule, kero itakuwa imeshaisha kabisa kwa kitongoji cha Mwayani. Vipi kwenye sekta ya elimu naye? Sekta ya elimu kapigania. Kuna eneo ambalo liko Mwayani pamoja na shule ishajengwa, madarasa mawili pamoja na ofisi ya walimu. Mimi kama mimi nikiwa mwana kitongoji, ili neno la shule shikizi pendi nilisikia. Mimi napenda kabisa hiyo ni shule ya msingi ya Mwayani. Kero ifutike ya watoto kutoka Mwayani kwenda mpaka Kibamba ni mbali. Kwa kipindi cha muda mfupi cha mheshimiwa diwani ambacho hichi alichoongoza mpaka hivi sasa kufikia leo tulipo hapa, unapata picha gani? Yaani unaonaje baada akimaliza itakuwa kata ya Mkuranga ya aina gani? Itakuwa ni nzuri. Yaani itakuwa ni nzuri kabisa, ni tayari tumeshamuona picha kamili anaionyesha kwa usahihi. Na alichukua maneno yale ya kwenye kampeni. Watu walipokuwa naongea yale maneno anayafanyia kazi. Nadhani huu ni muda mfupi sana ameonyesha picha. Je, akifikisha mwaka zile kero kubwa kabisa zitaisha? Nadhani zitaisha. Na hapa tunaye kijana ambaye pia ana maoni yake katika kata hii. Nini mheshimiwa diwani amevifanya na dira ikoje? Karibu sana. Asante. Mimi jina langu naitwa Ali Idi.
kwa diwani huyu kijana, kwanza nafurahi kwa sababu kwanza tumepata kijana mwenzetu diwani, kwa sababu sidhani kama kuna madiwani wengine vijana katika baraza lao. Kwa hiyo hilo nashukuru sana kupata diwani kijana. Kwa mpaka sasa, kwa muda mchache, diwani unamwonaje katika jamii? Kwa kweli diwani ninamuona yuko vizuri, kwa sababu ameshaanza kujitoa katika majambo mengi ambayo ya kijamii huku kwetu. Nimeshamuona sana akijumuika na sisi katika kujitolea mambo mengi kwa yale ambayo alikuwa ameyasema kwenye kampeni zake, na tumeyaona kweli. Nashukuru kwa hiyo. Wewe kama kijana, asilimia kubwa tushazoea uongozi ni wa wazee. Ulimwamini vipi kijana mwenzio na ukaamua kwamba inawezekana? Nimemwamini kijana kwa sababu kwanza kijana anajua uchungu kiukweli, lakini pia nimeamini hilo kwa sababu kijana anaweza akatuona zaidi vijana, kwa sababu vijana ndio changamoto kubwa ya taifa kiukweli. Tangu aingie madarakani ameshawahi kuja, na kama amekuja nini amekifanya? Ameshakuja mara nyingi sana. Alichokifanya kiukweli, kama nilivyosema awali, ametushirikisha mambo mengi, amejumuika na mambo mengi ambayo tulikuwa tunayafanya sisi wenyewe, lakini pia na yeye alikuja kwa ajili hiyo kujitolea na pia kutoa hata mchango wake mdogo mdogo aliokuwa nao. Ameshaonesha nia na madhumuni ya kufanya jambo hilo. Maono yako, unaonaje baada ya miaka 5? Tutapiga hatua gani katika kata yetu ya Mkuranga kwa kupata diwani kijana? Kwa nayo na kwa moyo aliokuwa nao sasa, akiendelea hivi basi Mwayani, Bogoro, Kibamba nzima tutakuwa tuko mbali. Tunamwamini na tunaahidi ya kwamba tutakuwa naye bega kwa bega. Ni kumpa ushirikiano. Tukiwa naye pamoja sisi wananchi, tukashirikiana na yeye, ataweza. Tukikaa pembeni tukamwangalia, kwa sababu yote yeye kwanza huwa anasema haya siyafanyi mimi, mnayafanya nyinyi, mimi siwezi kuyafanya bila ya nyinyi. Na kweli akija akikuta tuna jambo lolote anashiriki, afa analirekebisha hapo. Kwa hiyo ushirikiano wetu sisi anaupenda sana, tena anapenda ushirikiano kuliko afanye yeye kama yeye, na hapendi kusema kwamba hapa kafanya diwani, hicho kitu hataki. Anachotaka yeye kitu kikifanyika sema tumefanya hivi na diwani wetu, hilo analipenda mno. Kwa hiyo maoni yangu kwamba tushirikiane naye ili tuweze kujenga kata yetu ya Mkuranga, vitongoji vyetu na vijiji vyetu. Kwa hiyo kupitia hili sisi vijana na wanamkuranga, kata Mkuranga, tuna matumaini kubwa sana na kiongozi huyu kijana ni msikivu na ni mwelevu. Kwa hiyo tunaomba tumpe ushirikiano, kwenye changamoto tumshauri. Mimi nafikiri tumepata kiongozi sahihi. Maoni yako? Maoni yangu mimi nasema tu tumpe ushirikiano sisi wenyewe wana kijiji pamoja na wana vitongoji, tumpe ushirikiano. Maoni yako na ushauri? Afanye kazi kwa bidii, lakini pia asijione kwa kama kafika, kwa sababu pia naamini kabisa sio diwani ndo ataishia hapo, atahitaji kupanda juu. Kwa hivyo basi afanye kazi kwa bidii.